Oh, Naam, Yusufu, habari yako ndugu yangu? salama, namshukuru Mungu. Uko vizuri? Tumeamka salama. Ndio. Naona tumetamatisha safari ya hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika kwa vilabu vya Tanzania. Isivyo bahati njema wote tumeangukia pua. Hili kwa upande wako kwanza umelipokeaje kabla ya kwenda kuzungumza kile ambacho tunakwenda kukizungumza siku ya leo? Nadhani tumejifunza kutokana na makosa. Kuna baadhi ya timu zilianza vizuri hatua za mwanzoni, lakini wamemaliza vibaya, na kuna zingine ambazo zilianza vibaya zikamaliza vizuri. Yote ni matokeo ya kwenye mpira. Nadhani kala Simba na Yanga na timu pekee ambazo tulikuwa tunazika matarajio makubwa ya kwenda hata kwenye hatua ya robo finali, lakini cha kusikitisha ni kwamba katika hao hakuna hata ambaye amefika hatua ya robo finali pale ambapo Simba amekuwa akiishia. Nadhani inathibitisha kwamba kuna kitu amekipokea kama fundo kwa msimu huu, kwa maana kwenda kufanya maboresho zaidi kutokana na makosa ambayo wameyaona kwenye timu zao, lakini pia namna ya kuendelea kujifunza zaidi kwenye michuano ya kimataifa. Hizi ni michuano ambayo timu nyingi sana zinakuja kimikakati bila kujali madaraja na CV ya klabu husika kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Nadhani hakuna ambaye alitarajia kama Stade Malien anaweza akamaliza akiwa kinara wa kundi, ndio. Ndio. Timu ambayo kupewa nafasi kubwa sana, lakini ndio inaongoza kundi mbele ya Simba, lakini pia mbele ya Experience Tunis wameshindwa kufua dafu mbele ya Stade Malien. Lakini yote ni matokeo ya mpira. Kuna nyakati unaweza ukazipitia ukiwa bora sana, na kuna nyakati pia zitakuja bila kutegemea ukajikuta unaanguka. Hiyo anaichukua kama funzo na kuangalia namna gani ambavyo watarudi msimu ujao. Kikubwa ni kujipanga zaidi na msimu ujao, kwa sababu hivi sasa tayari wameshapoteza na hakuna atakachoweza kubadilika katika hayo. Mbaya zaidi kwamba timu zote zimetoka, hakuna ambaye ataiwakilisha Tanzania kwa sababu zimekuwa zikileta ushindani mkubwa sana na kuwafanya wachezaji wawe kwenye utimamu wa hali ya juu, na ndio maana ukitazama asilimia kubwa wachezaji ambao walicheza kwenye michuano AFCON walikuwa na ushindani mkubwa, kwa sababu wanapata competition ambayo inawafanya kuimarika siku baada ya siku. Yaani kwa msimu huu ametolewa hatua za mwanzoni kabisa, hatua ya makundi, na ni timu zote. Kwa hiyo tuendelee kuangalia wapi ambapo tumeteleza kama taifa kwenye ngazi ya vilabu na kuangalia tunarudi vipi msimu uliopita, kwa sababu msimu ujao, sababu kama Simba hatafanya vizuri, Yanga naye asifanye vizuri, tunaelekea kwenye michuano AFCON, inawezekana tusiwe na wachezaji watakao tupa ushindani kwenye michuano ya 2027. Kwa hiyo lazima wajiandae kuangalia watu wameteleza na namna gani ambazo watarudi tofauti kuelekea msimu ujao. Naam, Yusufu, kuna nadharia ambayo imekuwa ikizungumzwa kwamba Simba Sports Club anapokuwa vibaya kwa maana ndio timu nyingine huonekana kuwa bora, lakini linapokuja kwenye swala la kimataifa imekuwa tofauti. Zimekuwa zikifanya vizuri ndani ya nchi, lakini kwenye michuano ya kimataifa Simba ameendelea kuwa kama kioo kwa vilabu vingine. Hili labda linatoa taswira gani kwa upande wako na kwa upande wa mpira kwa ujumla nchini Tanzania? Kila mtu kuna namna ambavyo akilipokea jambo analitafsiri kwa namna yake na anapata majibu kichwani mwake na anaona kipi ambacho ni sahihi. Nadhani wengi watazungumza hivyo kwa sababu msimu uliopita Simba alikuwa kwenye kiwango bora sana hadi kwenda kucheza kombe la shirikisho barani Afrika, kwa sababu alitolewa kwenye hatua ya makundi akajikuta anaangukia kwenye kombe la shirikisho. Alifika nafasi ya 3 kwa msimu wa nyuma. Sahihi. Yeah. Kitu ambacho kilimfanya Yanga atolewe hatua za mwanzoni kabisa, alishia hatua ya makundi. Kwa hiyo nadhani ni nadharia tu ambayo imekuwepo, kama ambavyo imekuwa kwamba timu mwenyeji anapewa nafasi kubwa ya kushinda. Hizo nadharia ambazo tumekuwa nazo kwenye mpira wetu wa Afrika, lakini sidhani kama inaweza ikawa kigezo sana kikubwa cha kuzifanya timu zingine zishindwe kuperform kwenye michuano ya kimataifa. Mbali na kuwa kweli Simba amekuwa na nyakati bora sana kwenye michuano ya kimataifa, kuna wakati anakuwa na wachezaji ambao wana madaraja makubwa, wana ushindani wa kutosha, lakini wanajikuta na kwenda kucheza kwenye hatua ya robo finali.
na timu ambayo inakuwa inafanya vizuri kwa kubeba mataji ya ndani, kwa maana Young Africans wanashindwa kufanya vizuri. Kwa hiyo kwa msimu huu unaweza kutumia hiyo kauli, lakini inawezekana katika poor performance ambayo Simba amekuwa nayo kwenye michuano ya ndani na kumfanya afanye vizuri kwenye michuano ya kimataifa, basi msimu huu ilikuwa ni mara mbili zaidi, ndio maana ameshindwa kwenda kwenye hatua ambayo ilikuwa inafuata. Nadhani kwa namna ambayo Simba anacheza kwa hivi sasa, ingekuwa ndo makundi yanaanza, huenda tungekuwa tuna mtafsiri kwa tofauti sana. Simba kuna mabadiliko makubwa ambayo ameyaonyesha, lakini tayari ameshateleza kwenye michuano ya kimataifa. Namna gani sasa ambavyo kila mtu anarudisha ile focus kwa kwenye michuano ya kimataifa kuja kwenye mashindano ya ndani, kisha anapata mataji ambayo anakwenda kuyashindania. Lakini hii ilikuwa ni hatua kubwa sana kuingiza timu 4 kwenye michuano ya kimataifa, lakini imekuwa mbaya zaidi katika hizo timu 4 zote zimetolewa. Kwa hiyo na Yusuf naam, na ndio hapo watu ambapo wanapasa ama wa mashabiki wa Simba na wana Simba wanapata nguvu ya kusema kwamba Simba mbovu mara nyingi hizi timu nyingine zinapoonekana kuwa kwenye ubora zinashindwa kufanya kile ambacho Simba bora inakifanya. Ndio hiyo hoja yao, wanasema kwamba Simba mbovu basi huwa ni ubora timu nyingine zinazoonekana, kwa sababu baadhi ya vilabu vimetajwa kuwa katika kiwango bora sana msimu huu, lakini wameshindwa kufanya kile ambacho Simba amekuwa akifanya katika michuano ya kimataifa licha ya kuwa katika ubora mkubwa ambao unatajwa. Ndio, kwenye michuano ya kimataifa bora pekee hautoshi kukufanya wewe kufikia malengo ama kwenda mbali zaidi. Nimezungumzia swala la namna ambavyo timu zimekuwa zikiingia na mikakati kwenye michuano ya kimataifa. Ndio utakuta timu haina wachezaji bora sana, haina CV kubwa sana kwenye mashindano husika, lakini inajikuta inazisupply hizi timu kubwa ambazo zimekuwa na mfululizo wa kushiriki kwenye hayo mashindano. Kwa hiyo kikubwa ni kuwa na mikakati, namna kuzicheza mechi zako za ugenini na nyumbani, namna gani ambazo unakuwa na consistency kwenye kila mchezo, kuhakikisha unapata matokeo ambayo yanakufanya kujiweka kwenye eneo salama. Kwa hiyo kuwa na kikosi bora pekee haitoshi, na hii inathibitisha Simba tumethibitisha kwamba msimu kadhaa amekuwa ana kikosi bora sana, lakini anacheza tu robo finali. Kwa hiyo inawezekana kuwa na kikosi bora, lakini mikakati ambayo alikuwa anajiwekea na namna ya kwenda kuitekeleza hiyo mikakati ndio ilikuwa inamfanya aweze perform. Kwa hiyo nadhani wachukue kama funzo kwamba kutokuwa na kikosi bora pekee haikufanya wewe kucheza kwenye michuano ya kimataifa. Mfano mzuri kimtafuta Al Ahly, sio yule ambaye amekuwa na ubora mkubwa sana kwenye haya mashindano kwa msimu huu, lakini tayari anaenda kwenye hatua inayofuata. Kwa nini? Sababu ya mikakati, namna ambayo anajua kucheza mechi za mwanzoni, anajua kucheza kwenye hatua za makundi, mechi za away, namna ambavyo anazicheza. Hadi hivi sasa ameshinda mechi 2 pekee, lakini tayari katika hizo mechi 2 ndio zimemfanya kwenda kwenye hatua inayofuata. Kwa hiyo namna kucheza kwenye michuano ya kimataifa kuna kuhitaji zaidi uwe na maarifa makubwa zaidi kuliko kuwa na nguvu. Hiyo ndicho ambacho kinathibitisha, na tunaweza tukasema hivyo kwamba kuna mengi ya kujifunza kwenye michuano ya kimataifa kutokana na surprise ya mambo ambayo yamekuwa yakitokea. Of course ukimtazama Yanga alipaswa kucheza tu robo finali msimu kwa kikosi ambacho uko nacho, lakini ameishia tu makundi. Inawezekana hakuwa na mikakati mizuri kwenye hii michuano ya kimataifa. Tazama hata kwenye mchezo wa jana dhidi ya Farabati yuko uwanja ugenini, na ukumbuke Ahly alipoenda pale Morocco alifanyiwa fujo sana. Sahihi. Lakini ameenda pale Farabati akiwa Misri akaweza kucheza kwa mkakati mkubwa sana. Watu ni kama walikuwa wanaona wanabebana, lakini naamini kila mmoja alikuwa serious kuyapata matokeo, na ndio maana tulishuhudia shoot on target, watu walikuwa wanapiga kona, goalkeeper alifanya save zaidi ya 4 bwana. Yes, watu walikuwa wanafika kwenye lango la timu pinzani, lakini kuweka mpira wa ndio ilikuwa changamoto. Mikakati ambayo uko nayo inaweza inakufanya wewe kuwa kwenye eneo salama. Kwa nadhani hii inabaki kama funzo kwamba kutokuwa bora kukufanya wewe ushinde kucheza hatua ya robo finali, kuwa bora pia kukufanya wewe kucheza hatua ya robo finali. Bana, nikushukuru sana Yusuf. Asante, nikutakia kila la heri.